Ninamuona Mama Salma yuko ndani mwake amelala, lakini anamlilia Mungu, anamwambia Bwana, mpaka lini? Bwana, mpaka lini? Natamani hata kufa. Bwana anasema hivi, hakuna kufa. Bwana anasema hivi, ametoa majawabu. Tumsikilize dada yetu, naye Bwana amemponya. Aseme hapa ndio. Bwana abariki. Amina. Napenda kumshukuru Mungu kwa uponyaji wake wa papo kwa papo. Amina. Na bi wake amesema ni juzi ameona kwenye ono, nilikuwa nimelala kitandani. Kweli nilikuwa nimelala kitandani, nilikuwa nalia juzi na nilikata tamaa, na kesho nilikuwa na mpango wa kuondoka. Umesikia hiyo? Umeelewa Zulaba? Umesikia hiyo? Umeelewa Zulaba? Mwamba alisema hapa, sawa, kwamba namuona mama Salma yuko nyumbani kwa sababu Bwana alinipeleka mpaka nyumbani kwake, nikaona amelala, ameshika kichwa, analia, au amekata tamaa, ilifika wakati kama anataka kujiua, sawa. Bwana anasema hivi, usiogope, kesho kuelekea kesho kutwa, Bwana anasema hivi, atakupa majibu yako. Amina. Nikuwa shangilia mama wa shule Yesu. Lile tatizo lilikuwa linakufanya utoroke, sawa? Bwana anasema hivi, usitoroke. Belaza na mwamba wa shule Yesu amekupa majibu. Huyu ni Yesu. Wateule, nani anaweza kuchunguza tatizo? Nani huyo? Huyu dada inaonekana alikata tamaa, sawa? Sasa akawa amefika mahali amechoka, amelala, na Bwana akanipa ono moja kwa moja bila yeye kunieleza. Belaza na mwamba akaniambia, unaona nini? Nikamwona amelala kitandani kwake, anawaza, analia, amekata tamaa. Amelala sio? Bwana anasema hivi, usiogope, amemponya. Belaza na amemponya. Amina. Ilikuwa shuhuda wangu wa pili. Nilikuwa kweli sinasumbuliwa na mgongo sana. Lakini sinamshukuru Mungu kwa uponyaji wake wa papo kwa papo, ameniponya. Inama alafu ainuke. Umeelewa leo? Atueleze kiuno, mgongo unauma au ameponywa? Nimeponywa. Ameponywa. Mama ananiambia nimemponya. Wateule, watu wote mahali kokote muona matatizo ya migongo, sawa? Na leo hii watu wengi wana matatizo ya migongo na kiuno. Usikubali kulogwa na wachawi. Njoo kwenye maskani amene ujumbe saa. Mama ananiambia amemponya. Amefanyaje? Amemponya. Mungu aliniambia wakati umekaa pale, niliona gari kubwa. Gari lile ni kama kuonekana kwake ni kama Prado, kama V8, lakini yenye thamani. Kuna gari. Bwana anasema hivi, maisha yako ni ya thamani sana. Kuna wakati aliniambia nataka kwenda Dar es Salaam, Mungu akamwambia maisha yako yako wapi? Arusha. Ukuu wako wote uko wapi? Hapa. Imeisha hiyo. Shangilia Bwana shule Yesu. Hiyo imeisha. Watemepana ile. Hiyo vaje? Imekwisha sema yao Mwokozi. Mungu wasema sote katika ufunuo. Amen. Watemeleo sura ba. Simama kwa miguu yako, mshangilie yao Mwokozi. Mwambie Mungu unaweza wewe. Mungu unaweza wewe. Amen. Mungu unaweza wewe. Amen. Shangilia Mungu wa shule Yesu. Huyu Yesu kuruza mambo. Mungu wasema sote katika ufunuo. Aba sasa ameanza operation maalum katika jiji la Arusha. Sio mbali, wewe ulioko jiji la Arusha, sio mbali. Wewe ingia kwenye mtandao wetu wa Facebook, Instagram, TikTok na friend, na mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo Ministry. Utaona namba zetu za simu. Utapiga simu, tutakualika moja kwa moja. Tunakwambia njoo kwenye maskani mwenye ujumbe sana. Amina. Tuko Ngulelo. Unashuka eneo moja inaitwa njia ng'ombe kama unatokea mjini. Unavuka ile zebra, sawa? Ukishavuka zebra utaona kuna bango, na yule nabii amekaa kwenye ile bango, utaona amebeba Biblia nyekundu. Ukiona ile bango waambie wale bodaboda. Na hapo utakuta mabango mengi sana, sawa? Waambie bodaboda nataka kwenda kwenye huyu nabii, huyu kanisa hili hapa, sawa? Watakuleta moja kwa moja katika ufunuo. Kwa sababu mabodaboda wote wanatujua, sawa? Hata kuleta moja kwa moja. Siku zetu za ibada ni Jumanne saa 8, Alhamisi saa 8, Jumamosi saa 8, na Jumapili kama leo ibada imeanza saa 3 kamili. Kwa tunakualika wewe, sawa? Wale wanaotokea Usa,
ukishuka njia Ng'ombe, kituo kimoja kabla ya Kimandolo au baada ya Ngulelo, kituo kinachofuata kinaitwa njia Ng'ombe. Ukishuka tu kiangalia kama unaelekea mjini, utaona kuna bango la nabii amebeba Biblia nyekundu. Sawa? Wewe usihangaike, wewe angalia Biblia, nabii aliyebeba Biblia nyekundu, utaona pale maskani umelea ujumbe sawa. Melaza moja kwa moja waambie bodaboda atakwenda kwa hawa kwenye hili kanisa, watakuleta moja kwa moja. Melaza. Na ukija hapo usijieleze tatizo lako. Unahitaji kueleza matatizo. Na hapa hakuna fomu tukujaze, watendakazi wanakutafuta wanakujaza, kwanza ueleze matatizo, alafu nabii anapelekewa kineno. Sawa? Kuna mtu huyu anaitwa jina hili. Sawa? Na matatizo moja mbili. Ndio nabii akitokea hapa anasema kuna mtu anaitwa Isaya. Sawa? Naona Bwana anaonyesha hapa kuna Isaya. Mlipasura bana. Manabii hao tunaita manabii giza. Sawa? Nabii wa kweli atakugundua Isaya ni wewe hapo. Sawa? Mlipasura bana. Nabii giza huyo. Mlipasura bana. Nabii nani? Nabii giza. Anakwambia nasi ukisimama sasa, yes. Ninaona 1 2 3. Kumbe kapewa kimemo. Mlipasura hapa tuhitaji kimemo. Sawa? Yao yuko live. Narudia tena, Yesu yuko nini? Yuko live. Unahitaji kujieleza. Amina. Unahitaji kujieleza. Yule mwamba ambaye anatoa nabii, sawa? Yeye anaweza kufanya michoro ya kinabii. Leo ni Yesu ananiambia ilikuwa. Shangilia ya makosi. Amina. Shangilia makosi ya Yesu. Yesu akosema jina lake. Mwamba ananiambia ni michoro ya kinabii. Baraza la uponyaji wa papo na kirubi wako hapo wananiangalia, wananiambia tumetumwa na Bwana, kazi imeanza sasa. Amen. Wananiambia ndugu yetu, kazi vaje imeanza. Dunia inaenda kutetemeshwa. Yesu anafanya miujiza na ushangaza. Kama unaona anafanya operation na kushangaza. Hii ndio makosi. Shangilia mama mshauri Yesu. Yesu akafikia jina lake. Amen. Yesu akafikia jina lake.